faida mkulima, ili mkulima yule akiondoa gharama zake za kilimo abaki na faida. Faida ile ndio anayokwenda kununulia bati ajenge, atauza chai anunue mbao ajenge, atauza chai atajenga loji atapata kipato, atauza chai atanunua ng'ombe mbuzi afuge awe na mifugo kidogo. Ndio utajiri na umasikini unavyoondoka kupitia rasilimali. Chai angalia, imemnufaisha muuza bati, imemnufaisha muuza saruji, imemnufaisha muuza mbao, imemnufaisha mtu wa dukani, inawanufaisha kila. Ni chai tu kwa mkulima kupewa bei nzuri. La pili, chai rasilimali haipaswi kuondoka ikiwa malighafi. Hakuna leo kwenye dunia ya sasa nchi inayojitambua inayosafirisha malighafi. Haipo. Malighafi lazima izalishwe ndani, iongezewe thamani ndani, iongezewe ubora ndani, itengenezewe bidhaa ndani. Kwa nini? Kwa sababu malighafi ukiizalisha ndani ukaisafirisha nje unapoteza vitu vifuatavyo: moja, ajira kwa watu wako; mbili, kipato kwa watu wako; tatu, kodi kwa nchi yako; nne, unapoteza mzunguko wa kiuchumi ambao haya mambo uliyoyapoteza yangefanyika ndani. Mzunguko wa kiuchumi ungesaidia hata watu wengine ambao hawako moja kwa moja na zao hilo la malighafi hiyo, mathala ni chai. Kwa hiyo leo kitendo cha kukosa viwanda Lupembe, kitendo cha kukosa viwanda vya chai Lupembe kwa sababu yoyote itakayosemwa ni udhaifu wa Chama cha Mapinduzi. Ni udhaifu wa Chama cha Mapinduzi. Wala msifikirie ni Mwenyezi Mungu. Mungu amewapa ardhi, amewapa chai, amewapa hali ya hewa nzuri. Ni udhaifu wa Chama cha Mapinduzi. Leo nasikia viwanda viwili vimefungwa. Mwaka sijui wangapi huu viwanda vinafungwa. Tafsiri ya kufungwa kwa viwanda ni kuwanyima ajira vijana wa Lupembe. Hakuna tafsiri nyingine. Sasa wewe kijana wa Lupembe umekaa unasema kuna tatizo la ajira. Wewe ajira utaipata wapi? Kiwanda cha kutengeneza meli, mnatengeneza meli hapa? Kiwanda cha kutengeneza ndege, mnaweza kutengeneza ndege hapa? Mnaweza kutengeneza malori? Mungu amewapa kahawa, na kahawa ina kiwanda. Wekeni kiwanda, zalisha ajira, vijana wa Lupembe wapate kipato, waondokane na umasikini. CCM haoni hiyo. Leo vijana mnahangaika, hamna ajira. Uchumi wapo, mmehangaika, hakuna ajira. Na kuna kosa tunalifanya. Viwanda hivi kuna wakati tunawapa watu ambao hawawezi kuwa na mapenzi na nchi hii, hawawezi kuwa na huruma na watu wa Lupembe. Siyasemi haya kwa nia mbaya. Leo una kiwanda cha chai, unakwenda kukiwekeza kwa Mkenya. Haiwezekani. Kenya ni mshindani wetu kwenye soko la chai, ni mshindani wetu. Kenya atatamani achukue chai hii apeleke kwenye viwanda vya Kenya, atengeneze na kulinda ajira za vijana wa Kenya. Hana huruma wala uchungu na mtu wa Lupembe. Hana. Wanazunguka, wanavinunua, kelele zinakuwa nyingi, wanageuka nyuma, wanavifunga makusudi, kwa sababu viwanda vya Lupembe vikifanya kazi ni tishio kwa viwanda vya Kenya vya chai. Tunazungushwa hapa, wewe unajua viwanda hivi sio kitu gani?
CCM ilifanya kosa kama